zetu. Amen. Hujachukua daftari lako kuandika, fungua kwanza moyo wako. Amen. Ukisha ufungua moyo wako, halafu kaandika, ndipo utaweza kuyafanyia kazi. Lakini usipo ufungua moyo wako, hata ukiandika makabrasha yajaye kabati zima hayatakusaidia. Haleluya. Lakini ili kwamba usikwambie usiandike, uandike, lakini kabla hujaandika lazima ufungue moyo wako. Utakapofungua moyo wako ndipo utapata nafasi ya kuweza kuyafuatilia yale ambayo umeandika kwenye daftari. Lakini kama usipofungua moyo wako, hautapata muda wa kuyafuatilia yale. Sinaeleweka mpaka hapo? Haleluya. Neno la Mungu linasema katika Mithali 16:1, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini bali jawabu la ulimi natoka kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo ni lazima moyo wako uandae, halafu Mungu akupe majibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Basi somo letu la leo tutaenda kujifunza habari ya inayohusiana na masuala ya utumishi wa uimbaji. Amen. Somo linasema uimbaji ni utumishi ndani ya nyumba ya Bwana. Haleluya. Uimbaji ni utumishi ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Naomba tusome katika kitabu cha Mambo Nyakati wa kwanza 25 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 25 mstari ule wa 6 hadi mstari wa 7, inasema, nao wote walioamuliwa na baba yao waimbe nyumbani mwa Bwana, wakiwa na matoasi, vinanda na vinubi, kwa utumishi wa nyumba ya Mungu. Inaendelea inasema, Asafu na Yedutheni na Hemani wakiwa wameamuliwa na mfalme. Mstari wa 7, na hesabu yao pamoja na ndugu zao waliofundishwa kumwimbia Bwana, wote walikuwa wastadi, ulikuwa 234. Amen. Nyosha mkono wako sasa, niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Mungu kwa sababu ya wakati huu na majira haya. Sisi watoto wako tu mahali hapa Bwana, kwa ajili Mungu ya kujifunza neno lako la uzima. Naomba sasa Mungu mioyo yetu Bwana ambayo iliyoko mahali hapa, naomba sasa Mungu kaifungue kila moja Bwana, ili Mungu tuweze kujifunza neno lako. Zigeuze Mungu nia zetu kutoka katika hali ya mwili, bali Mungu zikazame katika roho, ili Mungu tuweze kulielewa neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaziamuru kila nguvu za giza ambazo zinaharibu akili za watu wako na kuchoka kusikia neno, katika jina la Yesu Kristo Bwana aliye hai. Mungu onekana mtakatifu wa Israeli. Hata mimi mtumishi ambaye nimesema mahali hapa, Mungu nitumie kama chombo tu mbele za watoto wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana aliye hai. Amen. Chapia Yesu makofi. Haleluya. Somo letu linazungumzia kuhusu habari ya uimbaji ni utumishi ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo mwimbaji yoyote yule ajitambue kuwa yeye ni mtumishi ndani ya nyumba ya Bwana. Yesu atusaidie sana. Haya maneno yaliandikwa hapa. Daudi alitenga kikundi hicho kwa ajili ya utumishi wa kumwimbia Bwana ndani ya nyumba yake. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo hawa watu, Biblia inasema kwamba walichaguliwa hawa watu kwa sababu ya utumishi ndani ya nyumba ya Mungu. Biblia inasema kwamba wale watu sasa walikuwa ni watu 230
na 8 kitu kama hicho. Hao walifundishwa kumwimbia Bwana. Sikia hiyo pointi sasa. Hao ndio waliofundishwa kumwimbia nani? Bwana. Kwa hiyo kumbe ili tumwimbie Bwana ni lazima kuna mahali inapitia tufundishwe namna ya kumwimbia nani? Bwana. Kwa sababu tunapoimba mahali hapa tunamwimbia Mungu. Hatuimbi nyimbo za midumange bali tunaimba nyimbo za kumsifu Mungu wetu wa mbinguni aliyetengeneza mbingu na ardhi hata ikawepo pia na wewe ukawepo. Kwa hiyo ni lazima inatakiwa kupita kumbe mahara fulani. Lazima waimbaji tufundishwe namna ya kumwimbia Mungu ndani ya nyumba yake. Sawa sawa. Tatizo moja ambalo limelikumba kanisa la leo. Amen. Niseme nisiseme? Haleluya. Haleluya. Tatizo ambalo limeikumba kanisa la leo ni kupoteza muonekano wa waimbaji kanisani. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Muimbaji ni mtumishi. Muimbaji ni mhubiri. Waliosoma theolojia kuna somo moja ambalo la kuhusu kutunga hotuba. Kutunga hotuba linaelezea kanuni au taratibu za yule mtunga hotuba. Sawa? Inaeleza huyo mtunga hotuba ni lazima kwanza muonekano wake ukoje, anavaeje, yani jinsi alivyo, unaelewa? Kwa sababu unapokuja kuhubiri mahali hapa kuna sehemu kuu 2 3. Sehemu ya kwanza unapokuja mahali hapa unakuja kumwakilisha Mungu. Bwana tusaidie sana. Lakini pia sehemu ya pili, wewe mwakilishaji, maisha yako yakoje? Je, yako sawa sawa na kile unachokizungumza mbele ya hao wana wa Mungu? Haleluya. Haleluya. Lakini pia sehemu ya 3 ambayo ni ya mwisho, wewe unayewasilisha wale wapokeaji. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo sasa ili kwamba Mungu aweze kufurahia katika habari ya uimbaji, ni lazima watu wafundishwe. Na tatizo kubwa lililopo sasa hivi waimbaji, acha tu mimi niseme, waimbaji hawapendi neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa kama wewe haupendi neno la Mungu, utawezaje kumwimbia Bwana mpaka Bwana aweze kuzifurahia hizo nyimbo unazomwimbia, wakati wewe bado haujakaa kwenye mafundisho ya Mungu ili kwamba uweze kutembea kama vile Mungu anavyotaka? Haleluya. Biblia inasema wale watu 230 na upukupuku, inasema wakafundishwa jinsi ya kumwimbia Mungu ndani ya madhabahu ya Bwana. Lakini waimbaji wa leo hawataki kuhubiriwa, hawataki mafundisho. Wakimaliza kuimba wanaenda kujifuta jasho nje. Haleluya. 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 Ndio sasa, kama wewe hautaki kufundishwa taratibu za huyo Mungu wako ambao unayemwimbia mahali hapa ili kwamba uweze kuzifurahia hizo nyimbo unazoimba, kama hautaki kufuata yale maagizo yake, atapokeaje huo utukufu? Haleluya. 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 Neno la Mungu ndilo ambalo linaweza kubadilisha moyo wa mtu. Haleluya. Kutoka mwimbaji mzinzi akawa mwimbaji mtakatifu, kutoka mwimbaji msengenyaji akawa mwimbaji aliye safi, kutoka mwimbaji mtukanaji akawa mwimbaji aliye bora. Nataka niwaambie leo, haleluya, ndio maana waimbaji kiroho hamkui, kwa sababu hamtaki kufundishwa neno la Mungu. Ukimaliza kuimba hapa unaenda pale unaanza kuongea matusi. Halafu unafika hapo wewe. Nataka niwaambie kitu kimoja. Jamani, habari ya kumwimbia mfalme wa wafalme sio kama nyimbo za dunia.
Haleluya. Hizi nyimbo ambazo tunamwimbia huyu Bwana ni Mungu mtakatifu, ni lazima tutembee katika njia, tutembee katika upako wake. Ndio maana sasa hivi makanisa mengi uimbaji nyimbo hazina upako, kwa sababu watu wataki kufuata mapenzi ya Bwana. Haleluya. Nyimbo ya Mungu inapoimbwa mahara fulani, mtu akisikia anasikia bubujiko ndani, anasikia kuwiwa, anasikia kulia. Haleluya. 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 Kwa sababu mwimbaji ni mhubiri wa injili, maana yake hizo nyimbo ambazo wanaziimba watu watakaposikia, watu wa mataifa, yule mtu anasikia kwamba kweli mimi bora tu niokoke, kwa nyimbo hizi lazima niokoke. Nyimbo zenye upako zikiimbwa mahara fulani, unasikia watu wananena kwa lugha, unasikia watu wanabubujika, kwa sababu kuna upako ndani, kwa sababu wale watu ni watakatifu, naye mwimbia Bwana naye ni mtakatifu. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Mbinguni kazi ni moja, kumsifu Bwana. Lakini sikiliza brother, nikwambie, haleluya, wewe kama unaimba lakini neno la Mungu hutaki kufundishwa, utaishia kucheza cheza, kurukaruka hapa kule, mzee hola, msemo wa watu. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwamba ndipo watanijia wengi wakisema kwamba tulitoa pepo. Wewe utamjia Bwana, utamwambia Bwana pale kwa mbele, nilikuwa nikikusifu na kukuabudu. Biblia ile Yesu anasema ya kwamba naye atasema hadharani, ondoka kwangu sikukujua wewe utendaye maasi. Haleluya. Ili kwamba uimbe kuanzia madhabahuni hapa kwa mtumishi wa Mungu mpaka mbinguni, ni lazima uambatane na neno la Mungu. Unapofundishwa neno la Mungu, unayaishi yale mapenzi ya Mungu, unayaishi yale mapenzi ya Mungu, ndipo Bwana atakushangilia, ndipo Bwana atafurahia. Lakini kama unatamani kuimba tu lakini kufundishwa neno hautaki, kufundishwa neno hautaki, shikilisha, uimbaji wako ni bure kabisa. Haleluya. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo ni lazima tujue ya kwamba tunayemwimbia sio tu mtu wa kawaida, yule ni Mungu. Waimbaji mnanisikia hapa, ili uimbaji wako uwe vizuri mbele za Bwana, kaa kwenye neno. Kikundi kama kikundi cha maombi, kikundi kama kikundi hicho cha wanakwaya, ni lazima mnakuwa na muda wenu wa kufunga na kuomba, ili zile nyimbo zenu ziwe na upako, ya kwamba tukienda kuimba mahara fulani, tukienda kuimba kanisani, watu wavuviwe na nguvu. Haleluya. Haleluya. Lakini namshukuru mimi Mungu wa mbinguni, toka nilipopita kwenye makanisa mbalimbali, hapa nimeona upako upo. Amen. Haleluya. Kwa sababu kama unasikia hata mwimbaji hapa akiimba, unasikia watu wanaanza kububujika. Haleluya. 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 Kwa hiyo sasa, ili kwamba upako ule uendelee kukua ndani, ni lazima tukubali mafundisho, wana wa Mungu. Ni lazima tukubali kufundishwa, ni lazima tukubali kuikataa dhambi, ni lazima tukubali kuishi mapenzi matakatifu, ni lazima tumsikilize Bwana. Neno la Mungu linasema kwamba wale watu walifundishwa kumwimbia Bwana. Kwa hiyo ni lazima mtu apitie kwenye mafundisho, apite kwenye mafundisho, afundishwe. Haleluya. Naomba tusome Zaburi 33 mstari wa kwanza. Amen. Mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, linasemaje? Mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Endelea kabisa mpaka mstari wa 8. Anasema, mshukuruni Bwana kwa kinubi. Mshukuruni Bwana kwa vinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10. na kinanda cha nyuzi 10. Mwimbieni sifa. Mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya. Mwimbieni wimbo mpya. Mpigieni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. Mpigieni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. Kwa kuwa neno la Bwana lina adili. Kwa kuwa neno la Bwana lina adili, Na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu.
na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Kuzipenda haki na hukumu. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Na kwa jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Na kwa jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika gara. Nchi yote imogope Bwana. Wote wakao duniani wamche Bwana. Amen. Mchapie Bwana makofi. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi: mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Unasikia eh? Mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Maana kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Bwana atusaidie sana. Hapa inazungumza katika Zaburi hapa, Daudi anaimba anasema ya kama mpigieni vigelegele enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Haleluya. Kumbe kusifu, wakanda wanataja watu wa aina ya kusifu ni watu wenye haki. Bwana tusaidie sana. Ni watu wenye haki. Na inasema kwamba kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Inasema ya kwamba kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Maana yake watu ambao mioyo yao iko sawa mbele za Bwana, mioyo ambayo imetengenezwa kupitia neno lake, mioyo ambayo imenyenyekea mbele yake, mioyo ambayo haina kunyanzi mbele za Bwana, mioyo ambayo ina roho ya upole ndani yake, mioyo ambayo imetengenezwa ikawa ni mioyo ambayo haina kunyanzi. Biblia inasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Nataka nikwambie, anasema mpigieni Bwana vigelegele. Mpigieni Bwana vigelegele. Na kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Anasema tena mwimbieni wimbo mpya. Muimbe kwa ustadi wote na mumpigie nyuzi 10. Maana yake ni makofi. Mchapie Bwana makofi sasa. Haleluya. Na anasema ya kwamba kwa kuwa neno la Bwana lina adili na kazi yake kuitenda kwa uaminifu. Inasema ya kwamba kwa neno lake mbingu zilifanyika, na nchi yote imwogope Bwana wa mabwana. Na nchi yote imwogope Bwana wa mabwana. Na nchi yote kupitia kumsifu watu wamjue Bwana. Kupitia huo uimbaji Mungu watu wakawajue, watu wakapate badiliko juu ya hizo nyimbo ambazo tunamwimbia Bwana. Nataka niwaambie asubuhi ya leo, ukishamwimbia Bwana katika roho na kweli, Bwana anashuka. Bwana anashuka. Ukimwimbia Bwana kwa roho moja na kwa moyo ulionyoka, kwa moyo uliopondeka, nataka nikwambie Bwana atashuka. Bwana atatengeneza. Bwana atashuka. Utukufu wa Bwana utajaa. Ndio maana mahali hapa tukianza kumsifu Bwana, watu wanabubujika, watu wanabubujika, watu wanabubujika mbele za Bwana, kwa sababu Bwana amesikia kutoka mbinguni na yanakaa katika sifa. Nataka niwaambie asubuhi ya leo, enyi waimbaji unayemwimbia Bwana, tengeneza njia yako, tengeneza maisha yako, ili kuimba kwako kuanzia madhabahuni hapa paka kule mbinguni, paka kule kwa Baba. Nataka niwaambie Amosi anasema ile 5 mstari wa 23, neno la Mungu linasema ondoeni kelele na vinanda vyenu, maana sitaki kusikia. Nataka niwaambie hawa watu wa namna gani? Hawa ni Israeli, walikuwa wanamsifu Bwana, wanamwabudu Bwana, lakini njia zao zilikuwa ni mbaya, njia zao zilikuwa zinachukisha. Neno la Mungu linasema
Bwana, ondoeni kelele, maana Mungu hatakusikia. Sikiliza nikwambie, kumbe kama tukimwimbia Bwana tukiwa sisi ni watenda maovu, Bwana nyimbo nasiona ni kelele. Haleluya. Hivi kelele unazijua? Kelele si mnazijua? Mliosoma zile za darasa la kwanza zile si mnajua Kule kijijini kule mimi sijasoma huko mjini, sijajua huko labda penyewe wapigie makelele. Haleluya. Haleluya. Au zile kelele za mjini kule Kariakoo, mara pipi, mara mwingine anapiga pale muziki, mara tunauza 200. Kwa hiyo ni kitu hakieleweki. Kwa hiyo kumbe Mungu sawa, tukiwa tunaimba lakini mambo yetu hayako vizuri mbele za Bwana, anasiona zile nyimbo ni kelele. Haleluya. Haleluya. Jamani, lazima nyimbo zetu siwe na ubora. Amen. Na baba kama alivyosema, kazi ambayo baba ameamua ni kulirudisha kanisa mahala pake. Amen. Kwa hiyo kwamba kanisa kulirudisha mahala pake, lazima hata vitu hivi lazima vikae sawa. Amen. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni abariki sana. Kwa hiyo ninaomba tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Mungu huwa anapenda sana kusifiwa. Haleluya. Mungu huwa anapenda mno. Kwa hiyo lazima tunaposimama madhabahuni hapa kwa ajili ya kumwimbia Bwana, hata zile nguo zetu zinyi tulivyovaa ambao tunamwakilisha Yesu Kristo, lazima ziwe pia na stara. Amen. Ili kwamba waone kwamba kweli hawa ni watu waliookoka. Ni lazima kuna tofauti kati ya watu wa mataifa na watu ambao tumeokoka. Lakini zifika sehemu sasa hivi watu huelewi kwamba huyu ameokoka au hajaokoka, yani hujui. Yani ni ovyo. Kwa hiyo lazima sisi kama watu wa kanisa la hapa, lazima tubadilike kama jinsi tulivyo. Tuendelee kubadilika na tena ili Bwana tuweze kumtukuza katika roho na kweli. Haleluya. Amen. Lakini pia watunga nyimbo lazima pia na yetu lizungumze. Amen. Haleluya. Unajua kuna nyimbo zingine jamani upako wa zina. Sawa. Unasema Biblia inasema kwamba kuifuatisha namna ya dunia, si mnajua Unakuta watu sasa hivi mpaka wanatunga nyimbo za singeli. Sasa huu ni ushenzi sasa wakati mwingine. Haleluya. Haleluya. Sasa inatakiwa nyimbo tusiwe tunaangalia zile nyimbo ambazo zinaweza zikafanya nini? Yani zikawa zina muonekano kwamba huu ni wimbo wa Mungu. Sawa Haleluya. Lakini sasa unakuta watu wengine nyimbo zao lakini hapa hazipo hizo nyimbo, sijawahi kuziona. Haleluya. Kwa hiyo unakuwa watu yani haueleni, watu haueleweki. Yani nyimbo lazima tuwe na zile nyimbo ambazo zinamwakilisha Mungu. Sawa? Sio angalie kwamba hii biti kweli inakubali. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Mungu lazima tukae kwenye mpango mzuri wa kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Lazima tujue huyu Mungu. Sawa, kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu mkuu. Lazima tuwe na tofauti kati ya watu wa mataifa ni watu ambao na watu ambao wameokoka na ambao hawajaokoka. Tuache kuifuatisha namna ya dunia. Lazima tuwe na zile nyimbo kweli mtu akisikia, anasema kweli kweli huyu ni Mungu mahali hapa anaabudiwa. Haleluya. Mungu, yani watu wakifika hapa Mungu anamtukuza. Yani huo upako ambao tulionao mahali hapa ambao upo sasa hivi katika uimbaji, Mungu azidi kuinua ukapande mbele na tena upako ukaongezeke. Haleluya. Na katika nyimbo ambazo zinaimbwa mahali hapa, watu ambao wanaosikia wako kule pembeni, ni lazima wamtukuze Bwana katika nyimbo hizo. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima wana wa Mungu tujue jinsi ya kutunga zile nyimbo za Mungu na kuangalia muziki ambao uko vizuri mbele za Bwana, ili sasa tuonekane kwamba sisi ndio watu tuliookoka na wasiookoka. Tusiende kama jinsi wale ambao hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusema hayo, ninaomba mimi niishie hapo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mshangilie Bwana.